ulinzi wa amani na utulivu wa taifa lao. Na kwa maandalizi yaliyofanywa na Morocco, fikiria sasa hivi tunaongelea 2025 tuko kwenye mashindano ya AFCON. Wenzetu sasa hivi wanajenga viwanja, wanafunga viwanja kwa ajili ya kufanya ukarabati kwa ajili ya 2030. Wanaiwinda World Cup. Ije fanyika wapi? Hapa Morocco. Wenzetu wameshachukua hapa mechi za under 17 zinagongwa hapa miaka mingapi? 5 mfululizo. Yaani maana yake wameona hii ni fursa, na kupitia AFCON hakuna hoteli ambayo haina mteja. Kupitia AFCON hakuna mkulima ambaye hajauza mazao yake. Kupitia AFCON vituo vya mafuta, taxi, treni zinabeba abiria. Yaani transaction inafanyika kwa hali ya juu sana. Kwa namna moja nyingine mambo ya kujifunza kwa mengi ambayo tumeyaona, na nashukuru serikali chini ya rais wetu wameruhusiwa watu wa wizara tofauti hata na kwetu. Sio tu wa wizara michezo wamekuja hata watu wa maliasili na utalii, wanakuja watu wa halmashauri kupitia chini ya TAMISEMI, wanakuja watu wa mambo ya ndani. Yote haya Mheshimiwa Rais ameruhusu ili watu waje wajifunze, yale mema tuyachukue na kwenye mapungufu si tuboreshe, ili 2027 AFCON ya Tanzania iwe tofauti na hii ambayo tumeiona leo. Okay, sawa. Ukimzungumzia naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Paul Makonda, unafahamika zaidi kuwa ni mtu ambaye anathubutu, anapenda kujaribu vitu vipya, lakini pia ni mbunifu. Lakini bahati nzuri pia wizara imemchagua yeye kama kuja kama mwakilishi pia wa wizara kwenye timu ya taifa pamoja na mashindano haya ya AFCON ambayo yanafanyika hapa nchini Morocco. Bila shaka kuna vitu vingi sana ambavyo umeondoka navyo, na naamini kwa uthubutu wako, ubunifu wako na kupenda kujaribu vitu vipya, inaweza tusifanye kwa 100% walichokifanya Morocco, lakini angalau 80-90 tukakifanya. Kwanza nimegundua, kwa sababu nimekaa na baadhi ya watu, nimekaa na viongozi wa TFF, nimekaa na wachezaji, nimekaa na watumishi wa wizara, nimegundua watu wa Tanzania wana mawazo mazuri sana mengi, na nadhani mawazo yao yangefanywa kazi, taifa letu kwenye michezo lingelikuwa liko mbali sana. Nakiri wazi kwamba mawazo mazuri, mipango mizuri, mikakati ya kuitoa taifa letu kwenye sekta ya michezo, kuipandisha, kuifikisha kwenye namba 1, namba 2, namba 3 kwa Afrika yapo. Shida tu kwamba watu wengi ni wavivu, yani wanasikiliza vitu hawaamui, wanajadili vitu hawavitekelezi. Kwa mfano, nakupa mfano mmoja mdogo tu. Unamchukua mwalimu wa shule ya msingi au wa sekondari, unamtambua kwamba huyu ni mwalimu wa michezo na hana background yoyote ya michezo, lakini hawa wataalamu hawa walishatengenezaga mawazo, wakafanya presentation kwenye mawizara ya namna ya kuwafanya wale walimu wanaosomea ualimu waweze kufundishwa wakati wanasoma ualimu, wanaopenda michezo pia wapate background ya michezo, ili akitoka akienda kwenye shule ya msingi, akienda kwenye sekondari, awe na ABCD za kusaidia kwenye sekta ya mchezo. Sasa unamchukuaje mwalimu afundishe hesabu afu mwenyewe hajawahi kusomea hesabu? Kwa hiyo tunakotegemea kuzalisha vipaji ni